usizini. Yesu alikuwa akisema mlikuwa mmeambiwa usizini. Ndio. Sasa na yeye ushuhuda ndio injili ya Yesu. Ndio. Anasema mtu yoyote atakayemtazama mwanamke Ndio. kwa kumtamani. Ndio. Unajua kuna wanaume wengine sijui ni kama shetani iliingia kwa kichwa mpaka kwa akili. Mwanaume anaona mwanamke amepita. Ndio. Alafu huyo mwanaume anamtoa mpaka nguo kwa akili. Kwa akili tu. Kwa akili tu mwanaume ameangalia mwanamke, amemwangalia, amemtoa nguo na ameshalala mpaka na yeye. Ndio. Sasa Yesu akasema, ndio. Mlikuwa mmeambiwa usizini. Ulikuwa umeambiwa katika sheria usizini. Sasa yeye anasema, ndio. Mtu yote, lakini anasema mtu yote amtazamaye mwanamke. Ndio. Kwa kumtamani. Ndio. Amekwisha zini naye moyoni mwake. Moyoni mwake. Ndio. Sasa hiyo unaambiwa hivyo ama unaambiwa tu ati utabarikiwa hivyo, sio mwanzo wao wafundishi. Hapana. Wanakuja wanasoma mfano, nikutolea mfano vile kunaendeleaga. Tutolee mfano. Ili ujue ni vituko na sarakasi. Ni sarakasi. Inaendelea katika ulimwengu wa kidini katika makanisa. Ndio. Sasa wanaingia praise and worship. Praise and worship. Unaona leo wanaanza praise. Ndio. Wanataka praise, unasikia jamani ni masaa ya praise. Sio watu wanaamuka. Ndio. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Anatoa hadi chini. Wanatoa hadi chini. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Peperusha bendera. Peperusha bendera. Peperusha peperusha bendera. Peperusha bendera. Peperusha Sasa wanamaliza praise. Wanamaliza. Wanaingia kwa worship. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili. Unastahili. Wanatoka hiyo. Ndio. Wakitoka hiyo wanaingia wakati wa maombi. Kila mtu anakuwa niombe. Baba katika jina la Yesu. Siku ya leo nakuomba baba yangu nisaidie. Baba yangu nishike mkono baba. Baba mama mwomba baba baba shanda alivuna. Baba na ibashanda. Yanda bila keria. Sturu bila maika. Baisikeli baba jeri. Sasa hiyo ati sasa ni kuongea na lugha. Wewe? Wanamaliza hiyo pasta anaitwa. Ati leo tuko na spiritual dada. Ndio. Spiritual dada ako pamoja nasi. Ndio. Tumualike. Makofi kwa pasta anapoingia. Haleluya. Shangwe na lele. Sasa anakuja. Ndio. Anafika pale mbele kwa pulpit. Akifika hapo mbele. Kwanza anatengeneza koti. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo. Amen. Niko na ushuhuda kwamba Yesu anaokoa. Amen. Yesu akona uwezo. Amen. Sasa hebu nipokulia John 3:16. Sasa hiyo ndio anaelekea kusoma. Ndio. Sasa unasikia basta. Sasa watu siku ya leo ningependa kuwafahamisha kwamba ndio Yesu Mungu alimtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Nisomee hiyo kitabu kwanza tusikie vile jinsi ambavyo Mungu ametaka leo tujue. Kwa maana jinsi Mungu hii. Soma. Kwa maana jinsi hii. Kwa maana jinsi hii. Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Ni baba yako? Hapana. Ni mama yako? Hapana. Ni nyanya yako? Hapana. Ni nani? Ni Mungu. Endelea kusoma. Hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa nini? Mwanawe pekee. Ni ng'ombe yenu? Hapana. Ni mbuzi yenu? Hapana. Ni nani? Mwana wake wa pekee. Wanamaliza hiyo, baadaye unasikia utabarikiwa, utainuliwa, utaenda ng'ambo. Pokea makonteina kutoka China. Somebody say kacha. Kacha. Utabarikiwa, utainuliwa, utaenda ng'ambo. Pokea makonteina kutoka China.
somebody say kacha. Kacha. Na hata mzee hajaiuza njugu karanga. Utapeli. Sasa makontena kutoka China utawezana wewe? Utawezana je? Msana nani alikuambia? Ndio. Makontena kutoka China ni kupokewa inapokeago. Ni kupokewa inapokewa. Ni kununuliwa. Ndio. Atipokea nyumba. Receive. Pokea nyumba. Somebody say receive. Receive. Nani alikuambia? Hebu uliza mwenye wa hili nyumba yenye iko pale. Uliza. Muulize ama alipokea ama alijengesha. Alijengesha. Mungu ameamuru katika kitabu ya Kutoka 20 mstari wa 8. Ndio. Mungu ameamuru ndio kwamba ufanye kazi siku 6. Ndio.